kuna muda wewe hujui tu mimi nashinda na njaa kwa sababu tu ya kumwaza mtoto. Ila wewe mwenzangu ukirudi hapo unakuja na mambo yako. Wala hilo swala sasa hivi ulizungumzia. Inaonekana ushasahau kabisa kama hii kwetu ni shida. Au mume wangu haumtaki mtoto? Mke wangu, unajua muda wote hapa nilikuwa nakuangalia. Moyoni huku nilikuwa nashangilia ni jinsi gani Mungu amenipa abra kubwa sana kwenye maisha yangu. Unajua amenipa mwanamke mzuri sana. Mwanamke mwenye upendo wa dhati, mwanamke mwenye hekima. Kupata mwanamke ambaye anaona umuhimu wa kuwa na mtoto kwenye familia ni bahati kubwa sana. Mwanaume yoyote hapa duniani ambaye anajitambua, jambo la kwanza analolifikiria baada ya kuanzisha familia ni watoto. Hasa wewe kuwa pamoja na mimi katika swala ambalo linanisumbua, mimi naona kama abra kubwa kwenye maisha yangu. Lakini mume wangu, mbona kama leo kuna mudi fulani hivi ambayo mimi sihielewi? Unajua una maneno unaniambia mpaka unanishangaza. Haya. Sawa, hebu tuendelee kwenye mada ya mtoto. Tufanye nini sasa? Zama meno yake anavyojipanga jinsi ya kizungumza. Mke wangu, iko hivi. Unajua kabisa tunahitaji mtoto. Na hata huko nilikotoka njia nzima, kila hatua nafikiria njia gani, jinsi gani, sijui tubadilishe mitindo fulani. Namna mbalimbali nimefikiria huko njiani. Lakini baada ya kufika nyumbani nimekuta na wewe hilo linakukosesha amani. Ndio maana unaona nazidi kububujikwa na furaha. Kwa hiyo unataka kuniambia mume wangu sasa hivi unataka kuwa bega kwa bega na mimi kwenye swala kutafuta mtoto, si ndio? Yaani hilo sio swali. Nitakuwa pamoja na wewe Halinda ya Halinda. Kwa hiyo yani hautakuwa vile kama mwanzo sijui na mambo mengi ikikwambia hivi sijui hivi. Yaani sio nakwenda kuwa sawa. Kuanzia dakika hii naambatana na wewe. Mguu wako, mguu wangu. Tena mawazo nayaanzia kwako. Hapo hapo wazo langu mimi naloliona. Twende hospitali. Subiri kwanza. Twende kwanza kwa shangazi. Tukapate mawazo yake. Yeye atasema kama tuanzie hospitali au mitishamba. Mimi nahisi itatusaidia sana hilo mume wangu. Mwanamke mzuri wewe. Yaani muda wote unazungumza hapo mimi nafurahi tu. Napata burudani tu. Unajua ni mwanaume mpumbavu peke yake ambaye anaweza kayapinga mawazo mazuri yanayotoka kwenye kichwa cha mwanamke mwenye hekima na anayejitambua kama wewe. Hebu subiri sasa, kwa raha hizi za leo unazonipa mume wangu. Na hakikisha kile chakula unachokipenda hata kama tutachelewa kula, lakini nikipike ule ushibe na mambo mengine yaendelee. Kweli mke wangu Kweli. Basi na mimi nakuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega. Jikoni tuko wote. Ukitaka kijiko hiki hapa. Kisu hiki hapa. Mpaka chakula kinaiva tunakaa wote kwenye mkeka tunaanza kula. Kwa hilo hutoki kabisa. Hata dalili hizo sina. Mungu naomba tuingize vyombo na. Eti sasa unabeba huko na mimi nibebe. Beba wewe. Kweli? Kweli. Twende mke wangu. Tangulia. Tangulia mbele. Tangulia mbele na mimi niko nyuma. Mke wangu. Mvuvi, 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 mvuvi. Hanifa. 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 Wewe umeenda wapi tena? Hanifa. Shazma,
Niambie. Una tatizo gani? Hapana ba mdogo. Ni kichefuchefu cha kawaida. Kama unaumwa sema. Ili nikupeleke hospitali. Ni hali tu ya kawaida. Hata siumwi. Sawa. Samahani sana shemeji yangu. Nimekuona toka kule nafanya kukimbizia, tunakuita hata unisikii. Samahani shemeji yangu. Unajua kuna muda tunatembea lakini akili ipo sehemu nyingine, yani mawazo yanakuwa mengi. Sawa. Shemeji, sijui nianzie wapi. Shemeji, naomba uwe na amani. Kama kuna jambo lolote ambalo unataka kuniambia, basi wewe zungumza tu, yani kuwa na amani kabisa, wala usihofie lolote lile. Shemeji, uso umeumbwa na haya. Mimi najua mapenzi yanauma. Yanauma sana. Mimi nimekuja kumuombea msamaha mume wangu. Hiyo sawa sawa na ibilisi tu kwangu mimi naona, kwa sababu mimi nimemsamehe kabisa. Naomba na shemeji umsamehe kabisa mume wangu. Yaani usimchukulie tofauti yoyote, chukulia tu kama bahati mbaya imetokea. Shemeji, mimi nimekuelewa sana. Lakini katika maisha yangu mimi nimefunzwa kwamba nisikae na kinyongo katika moyo wangu. Na kitu kikubwa ambacho nimejifunza, shukrani na nafasi kubwa sana endapo mtu akishindwa kusema neno samahani. Kwa hiyo katika hili mimi nimesamehe na nimeshukuru. Sina kinyongo chochote kile. Kwa sababu kila mtu ana madhaifu yake katika hii dunia. Mimi na madhaifu yangu, wewe una madhaifu yako. Hata mume wako pia ana madhaifu yake. Na yeye amenikosea. Lakini hata huyu ambaye niko naye pia amenikosea vile vile. Kwa mimi niseme tu kwamba wote nimewasamehe na nimeshukuru kwa Mwenyezi Mungu. Sina kinyongo. Kweli shemeji? Kweli. Shazma, kama swala lenyewe ni hilo, mbona chap tu? Alafu kiangalia mimba yenyewe hiyo bado changa kabisa. Tunachokifanya ni kimya kimya, yani kifye. Unatumia dawa, ila unachotakiwa ukifanya hapo, shoga yangu, ni kuvumilia maumivu kwa muda mchache tu. Ndani ya muda mfupi mambo yote yanakaa sawa. Basi rafiki yangu, kama ndio hivyo mimi niko tayari. Na nitashukuru sana endapo nitamalizana na hili swala la mimba ili mambo mengine yaendelee. Hilo usiwaze, wewe niamini mimi. Dawa yenyewe naiaminia hiyo kiboko. Siri yako tu. Naomba Mungu tu hayo maumivu yasiwe ya kupitiliza kiasi cha kwamba mpaka nikapoteza fahamu. Lakini nitajitahidi kwa kiasi kikubwa sana ili jambo langu lifanikiwe. Nimekwambia usijali, hiyo dawa mimi naiaminia, nishatumia mara kadhaa. Nashukuru sana kusikia hivyo. Maana nilikuwa na wasiwasi na huu mji ni mdogo. Sija kafanywa kitu kibaya pasipo tu kujua, ingekuwa mtihani. Ndio maana nimeona bwana nje nikuombe tu kabisa msamaha. Na kama umeyatoa kweli moyoni, mimi nikushukuru. Naomba uwe na amani. Na kitu kingine naomba nikusifie kwamba wewe ni mwanamke ambaye una tabia njema sana. Unajua ni wanawake wachache sana ambao mume wake anaweza akamsaliti na bado akaenda kumuombea msamaha. Kwa wewe ni mfano wa kuigwa katika kijiji chote. Unapaswa utunzwe, uthaminiwe na uheshimiwe pia. Hakika wewe ni mwanamke bora sana. Nashukuru sana shemeji yangu. Wewe kama nani unasifia mke wa mtu? Msikimbie. Wewe kama nani?
Mume wangu, mimi nipo hapa kwa ajili ya kukuombea msamaha. Na nashukuru shemeji amenielewa kabisa. Kwa hiyo kila kitu kakitoa moyoni. Kwa hiyo wewe, hivi ninyi mnafikiri mimi ni tahira? Mnadhani kwamba sina akili sawa sawa au sina macho ya kuona mazingira? Mimi naelewa mwanaume yoyote anayejiamini ni yule ambaye akiamua kusamehe anaondoa jambo kabisa kifuani kwake. Na sio kutengeneza mazingira ya kulipa kisasi kama hivi. Jisaro, kwa nini unaongea vitu ambavyo hauna uthibitisho navyo? Uthibitisho gani unataka? Tena unamleta mke wangu porini huku, msituni huku. Uthibitisho upi unaotaka wewe? Mume wangu, hebu nielewe basi. Twende nyumbani tukazungumze. Wewe tulia wewe. Sikiliza. Mwanaume yoyote mwenye idhini na mamlaka ya kusifia uzuri wako ulionao ni mimi mumeo peke yangu. Na si vinginevyo. Sasa kama huyu anapata ujasiri na nguvu ya kusifia muonekano wako, uzuri wako, anakupamba tena anaregeza lisauti anazungumza namna hii, kinachofuata ni nini? Sikiliza. Hili ni onyo la mwanzo na la mwisho. Kaa mbali na mke wangu. Shemeji. Nimesema niache. Mimi nimechoka bwana, toka kula unanizulisha kwenye jua kitu gani? Unanipokea? Sio nakupokea, nakwambia. Kitu gani unafanya kama hivyo? Yaani bado nimekufumania huko kwenye uhuni. Umenifumania kitu gani wakati mimi pale kwa napigania haki zako? Haki zangu mimi wewe. Wewe ulienda kuomba msamaha? Hiyo ndio dawa pekee ya mwanamke jeuri. Na hapo usinijazie nzi hapo. Nenda ndani huko. Naumia. Wewe Hanifa. Hanifa. Ni nini? Tumbo. Tumbo. Ngoja sikiliza, mimi nilikuwa natania, ni hasira tu, sawa Sasa. Ngoja sasa. Basi twende ndani, sawa Twende ndani. Mwangu tumbo. Sasa. Ngoja. Najiuliza ni machungu kiasi gani ambao kifaranga hupitia pindi anapompoteza mama yake. Kwa maana mama yake ndio chanzo cha furaha yake kila siku. Maua, hakika nimepitia nyakati ngumu sana katika siku hizi 2-3 ambazo nilikuwa mbali na chemchemu na chanzo cha furaha yangu katika maisha yangu yote. Maua, hawakukosea waliposema kwamba mwanaume hajakamilika bila mwanamke. Kwa hiyo mimi Tasha siwezi kukamilika bila kuwa na wewe Maua. Maua, usinibeze tafadhali. Unajua hata wazazi wako walipokupatia jina la Maua hawakukosea. Walimaanisha kwamba wewe ni wazuri ambalo unapaswa kutunzwa na kuthaminiwa pia, ili usinyauke na unawili kila siku. Hivi Tasha,
Wewe si ndio yule mwanaume ambaye nilipokuja kuomba msamaha ukaniona mjinga na kunifukuza kama mbwa mwizi, ukanitimua kwako kwa kunidhalilisha? Inakuwaje leo unarudi kwangu na kuja kuomba msamaha? Maumivu ya mapenzi hayajawahi kuvumilika. Hata kama ungelikuwa ni wewe, usingeweza kustahimili. Na ndiyo maana ghadhabu ikachukua nafasi kwa haraka sana katika mtima wangu. Maua, ni kweli nilikufukuza pale nyumbani kwangu kwa hasira sana. Lakini yalopita si ndwele, tugange yajayo tafadhali. Naomba unisamehe Maua. Nahitaji sana msamaha wako. Hakika wewe ni mwanamke bora sana kwa upande wangu. Unajua Maua, baada ya kukaa chini na kusukuti, nikaja kugundua kwamba wewe ni mwanamke bora sana kwa upande wangu, ambaye una mapenzi ya dhati sana juu yangu. Na pia nikaja kugundua kile ulichokisema upo sahihi, kwamba wewe hujatembea naye yule kwa sababu wewe unanipenda sana mimi. Uwezi ukanisaliti na mwanaume mshamba kama yule. Kwa hiyo nikaona kabisa kwamba mimi nilikukosea sana Maua. Na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuhitaji msamaha wako. Tafadhali naomba msamaha. Kwa hiyo umeniamini kwamba mimi sikutembea na yule bwana? Yaani hilo haki ya Mungu Maua, yaani mimi mwenyewe kabisa nakiri kwamba nilikuwa ni mpumbavu. Sasa hapo nimekuamini kabisa kwamba wewe haujatembea naye yule. Tasha, mimi ni maua yako. Usiponichuma basi utaniusa. Nakupenda. Nakupenda pia Maua. Mvuvi, mvuvi, mvuvi. Mbona sikuelewi siku hizi bwana Tasha? Haunielewi vipi? Hebu kwanza ukiachana na yote yalotokea, imekuwaje leo ukachelewa kuja ufukweni? Ni kweli nimechelewa leo kuja ufukweni kwa sababu nilipitia kwa Maua. Umepitia kwa Maua? Maua huyu? Sasa kipi ambacho hujakielewa hapo? Kiru. Yaani baada ya mambo yote yaliyotokea, umepata ujasiri na uthubutu wa kwenda kwa Maua? Mimi alinipigia simu akaniita nyumbani kwake. Na nilipofika pale akaniomba msamaha. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nimkubalie tu msamaha wake. Kwa sababu imekuwa ni kilio chake cha kila siku kwamba nimsamehe kwa mambo yote ambayo amenifanyia. Kwa hiyo sio vibaya sana mtu kumkubalia ni msamaha. Kwa sababu mpaka mtu anaomba msamaha ina maana amelijua kosa lake. Sawa, umemkubalia msamaha. Sasa ushawahi kuona msamaha upi wa kumfuata mtu nyumbani kwake? Sasa kwani mimi kuna ubaya kwenda nyumbani kwa Maua? Mtu amekupigia simu, tafadhali na kuomba njoo. Kwani nikatae? Kwani kuachana ni vita? Sawa, amenikosea. Kwa hiyo mimi niona vita naye nisende hata nyumbani kwake. Sio vizuri. Kwa hiyo wewe unaamini amebadilika ule? Mimi naamini amebadilika kwa sababu kwa kinywa chake mwenyewe amekiri kwamba yule jamaa hakutembea naye. Kwa hiyo mimi nikaona kwa kuwa amesema hivyo hajatembea naye na kuzingatia anaomba msamaha kila siku, nimemkubalia. Kwanza bibi yupo. Maana tunachokiongea hapa sitaki hata asikie. Bibi hayupo, alitoka asubuhi. Alafu, kwani kuna nini? Mbona una wasiwasi? Jambo nalotaka tuliongelee hapa ni zito Aisha. Jambo gani? Mwenzio nimepima na ujauzito. Sasa si ni jambo la heri hilo? Mimi naona hamna tatizo hapo. Jambo la heri kivipi Aisha?
Mimi bado sijajiandaa kuitwa mama. Isitoshe kuto kujiandaa kuitwa mama, huyo mwanaume ambaye nimembebea huo ujauzito sio mwanaume wa ndoto zangu. Siko tayari kuzaa naye mimi. Sikia Shazma, nikwambie. Unapokubali kujamiana na mtu, lazima uzingatie mambo hayo, mambo matatu. Jambo la kwanza ni starehe, kuna mimba na kuna magonjwa. Sasa basi, unaweza kuniambia kati ya hayo mambo matatu, wewe umejiandaa kwa lipi? Kiukweli mimi katika hayo mambo matatu ulionioroshea, hakuna hata jambo moja ambalo nimejiandaa nalo. Sio kwa ugonjwa, sio kwa hiyo starehe, wala kwa ujauzito. Kwa hiyo kiukweli mimi sielewi nafasi yangu mpaka sasa hivi nasimama upande upi. Lakini mimi kuna kitu kimoja nataka unisaidie. Kitu gani? Mimi nataka niharibu ujauzito. Unachokisema unamaanisha? Sikia shoga yangu mzuri nikwambie. Mimi ninachokiona, wewe jifungue tu, mimi nitalea. Yaani nitarudia kusema kwamba siko tayari kuzaa na Amini. Kwa hiyo naomba unielewe. Mimi hapa cha kufanya ni kuharibu ujauzito basi. Hayo mambo mengine sijui ya ushauri na nini, mimi naomba tu kwa sasa tusiyazungumzie. Unajua kwamba kuna watu kibao wanahangaika kupata ujauzito na hawapati mpaka leo hii. Wewe umeupata, unataka kuutoa. Vipi kama ikiwa Mwenyezi Mungu kakupangia mtoto wako ndo huyo? Siwezi kubadili msimamo wangu. Kama Mwenyezi Mungu atanipangia, sio kwa sasa, labda baadaye. Sawa, maamuzi ni yako. Bila nikusii tu Bwana Tasha. Hawa ni wanawake na muda wowote wanabadilika. Liweke hilo kichwani. Ila kwenye hili kusema ukweli mimi binafsi sijakubaliana nalo. Na naomba kuanzia leo hii iwe mwanzo na mwisho. Jambo lolote linalohusiana na maua usinishirikishe. Tutafanya mambo yetu, shughuli zetu za uvuvi, kila kitu. Ila jambo kuhusiana na maua usiniambie chochote na sitakushauri chochote kabisa kwenye hilo. Jamaa wewe sio bure. Yaani wewe mwanamke kakoroga. Yaani yule mwanamke kakuwekea limbwata. Hii sio akili yako Tasha. Mbona una msimamo Tasha kama nilivyokuzoea? Ina maana Kai sasa tunavunjiana heshima mimi na wewe, si ndio? Unathubutu sasa kuniambia maneno kama hayo? Kuona kuvunjia heshima. Okay bro, mimi nimekuelewa. Ila naomba Tasha kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho, jambo lolote kuhusiana na maua usinishirikishe. Tutafanya shughuli zetu za uvuvi, mambo yetu yote. Ila kuhusiana na wewe mwanamke wako usiniambie chochote kile. Kai, ina maana wewe kwenye maisha yako hujawahi kufanya kosa na ukamwomba mtu msamaha na akakusamehe? Kwa mimi kumsamehe maua imekuwa ni kosa leo hii, si ndio? Tasha wewe umerogwa. Atakosea siku nyingine utamsamehe tena. Yaani mimi hapo sina cha kukushauri. Ila mimi naomba tu wewe kuanzia leo fanya mambo yako. Jambo kuhusiana na maua usiniambie chochote. Mimi naona usharogwe. Sasa situpite njia hii ya siku zote. Mwenyewe. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na Unakosa huruma kiasi hiki? Na maiti akifa basi msimcheleweshe azikwe. Yaani sijapenda kabisa. Shut up. Kwa hiyo nyinyi ndio mko nyuma juu ya hili swala, si ndio? Kaa kimya. Alafu wewe siku zote tunaangalia sasampa. Kwa dunia ya leo unaanza mapenzi. Mapenzi ni nini? Mimi ni mwanaume, lazima nipambane. Wanawake wanatumia wenye pesa, sio wewe mpumbavu. Basi mimi naomba hii pesa nikuachie. Sikiliza nikwambie, sio kilichonileta hapa. Kwa wewe mumeo akipata shida unamkimbia. Sasa hivi wanasema mwanamke na nusu. Ulishakaa ukafikiria kuhusu moyo wake? Unamaanisha ungependa chaguo la mamako? Wazazi watabaki kuwa wazazi. Kesho na kesho atakuja kutugeuka wazazi wake hao. Mambo ya yeye na mkewe yanakuhusu nini? Kwani ukifumba mdomo wako utaasirika nini? Hili jambo mimi nifikiri leo mnalimaliza kabisa. Kwa hiari yangu mwenyewe nakupa talaka 3, Bwana Tasha. Ujue huyu dada dishi limeshia. Kwa hiyo upo sahihi ukosei, si ndio? Hivi wewe dada wa aina gani wewe?
Ongea na watu vizuri, huenda ningekusaidia wewe dada. Vipi? Yaani napambana mama yako kwa ajili yako wewe, unasema hebu angalia moyo wake. Moyo wake na wewe. Hilo swala gumu kwa kweli mjomba. Haliwezekani. Hivi Weekend, unaijua thamani ya ndoa kweli wewe? Ndoa yangu bado naipenda dada. Bado. Ti umeolewa. Kwa mume gani? Kwa umri ule alikwambia hawezi kumtafuta mwanamke kumooa. Mpaka wewe uende ukamtafutia mwanamke kumooa. Kwanza shemeji, tulikwambia ukweli, huyu anakuongopea. Kwa hiyo mimi unaniona kama mtoto mwenzio? Kwani wewe nikwambie mara ngapi kwamba mimi sikutaki eh? Kwa nini unakuja kumwadhibu kiasi hiki? Eh? Heri sikovu ponge jeraha, umivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito nayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia, wendo dereva wa moyo, hakuna mwingine. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Ameridhika nami na mimi.